Kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz. Yes, bana, mambo vipi popote pale ulipo Tanzania, Marekani, Dubai na kwingineko, endelea kusubscribe, usalama kengele. Tuko live hapa kwa ajili ya kuzungumza masuala kadhaa ya kimichezo. Na leo tuko hapa kwa ajili ya timu yetu ya taifa ya Tanzania, ambayo leo inashuka dimbani dhidi ya timu ya taifa ya Nigeria. Mechi inapigwa saa 2 za usiku. Lakini bwana, taarifa ambazo sio nzuri ni kwamba wachezaji wawili wa timu ya taifa Tanzania pamoja na Simba Sports Club, Selemani Mwalimu pamoja na Yakubu Suleiman wamepata majeraha. Hao ni wachezaji ambao unafahamu Yakubu Suleiman tayari alishathibitisha ubora wake na alishakuwa kwenye kikosi cha kwanza na alifanya vizuri kabisa kwenye michuano ya CHAN hadi kufikisha timu ya taifa katika hatua ya robo finali kama mnakumbuka vizuri. Lakini Umwamba ndo amekuwa akicheza pale nafasi ya Musa Pinpin Kamara tangu alivyoumia ndani ya Simba Sports Club, na tuliona mpaka sasa amejitahidi kweli kweli katika ligi kuu ya kandanda Tanzania bara. Mpoteza mchezo mmoja tu dhidi ya Azam FC. Sasa kusikia taarifa kama hizi ambazo zimethibitishwa na TFF ni kwamba Simba pia anaenda kukosa mchezaji muhimu, kwa sababu taarifa za daktari zinasema Yakubu Suleiman anaenda kukosa michuano ya AFCON yote. Sio kwamba ni mchezo ambao labda ni wa leo tu, hapana. Yakubu Suleiman amepata majeraha ya goti na ni majeraha ambalo litamweka nje kwa muda kidogo. Hatacheza mchezo wote wa AFCON mpaka inaenda kutamatika kuanzia hii ya leo. Sasa ni pigo kwa timu ya taifa Tanzania kwa sababu tayari Yakubu Suleiman amekuwa na experience kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa sasa ndio goalkeeper namba 1, lakini pia ameonyesha ubora kwenye michuano ile ya CHAN. Tuliona ubora wake, sio? Kwa hiyo ni moja ya changamoto nyingine tena, lakini hata kwa Simba amekuwa ni goalkeeper namba 2 ukimwacha Musa Pinpin Kamara ambaye naye pia na majeraha, na unafahamu majeraha yake alimweka muda mrefu. Mwezi wa Januari mwishoni huenda akarejea ama mwezi wa pili mwanzoni. Kwa hiyo Simba anakosa goalkeeper mzoefu, kwa maana sasa timu ya taifa goalkeeper ambaye leo ataenda kudaka ni Zuberi Foba. Zuberi Foba wa Azam FC ndo anaweza akaenda kuchukua nafasi leo ya Yakubu Suleiman akaenda kudaka, lakini taarifa ambazo unapaswa kufahamu ni kwamba Yakubu Suleiman anakosekana AFCON yote, kwa maana hatacheza mchezo hata mmoja katika michuano ya AFCON. On top of that, bana, taarifa ambazo zimepenyezewa pia shirikisho la mpira Tanzania TFF imetoa taarifa kwamba Selemani Mwalimu pia amepata majeraha na hivyo hata kuwepo katika mchezo wa leo, na pengine daktari anafanya uchunguzi tuone kama anaweza karejea haraka iwezekanavyo. Kwa wachezaji wawili wa Simba Sports Club wanapata majeraha na sasa ni majeruhi, hawatacheza katika mechi za mwanzo za AFCON. Sana Yakubu ndo atakosa AFCON yote, na hii Selemani Mwalimu atarejea mapema. Injury yake wanasema sio kubwa sana, lakini tunasubiria ripoti ya mwisho daktari nasema nini, kuona kama anaweza akarejea na kuonyesha ubora wao. Kwa hiyo mpaka sasa wachezaji wawili wa Simba wamekumbwa na majeraha, lakini pia Faisal Salum leo anakosekana kwa sababu alikuwa na kadi ya njano katika mchezo wa mwisho wa kufuzu AFCON. Kwa hiyo leo hatacheza, lakini mechi zinazofuata atacheza. Tanzania wanacheza na timu ya taifa ya Nigeria, lakini kwa kosa nyota kama hao walau kwa upande wa Selemani Mwalimu kuna mtu kama Charles Mombwa, kuna Tarian Alarakia, kuna Mbwana Samata, kuna Kevin John, kuna kina Simon Msuva na wengine wanaweza wakafanya vizuri, lakini katika eneo la goalkeeping lazima upate goalkeeper mwenye experience. Tunafahamu uwezo wa Zuberi Foba, lakini Foba anahitaji experience, na nafikiri kuanzia leo anaweza kaanza kujijenga na kujiimarisha, kujitengeneza yeye mwenyewe, kwa sababu lazima afanye hivyo. Unafahamu ya kwamba michuano ya AFCON ni mikubwa, ina pressure yake, wanacheza na timu kubwa kama Nigeria. Timu imesheheni nyota wengi, kina Ademola Lookman, lakini pia kina Victor Osimhen na wengine wengi sana, kina Eze Chuku na wengine wengi ambao wana ubora mkubwa. Kwa hiyo tusubiri kuona itakuwa ni mechi ya namna gani kisema kweli. Kwa upande wa Simba wanapaswa kuwaombea wachezaji wao. Moja ya vitu ambavyo vinaumiza sana ni AFCON. AFCON mara nyingi na hii michuano yote kwa maana inaokuwa ya timu za taifa mara nyingi imekuwa na mwendelezo mbaya. Unaweza ukaona mchezaji yuko fiti kabisa,
lakini anaenda kuumia huko, either anaumia mazoezini au anaumia kwenye mechi, lakini haikwepeki. Ndio hivyo, lazima uende ukapambania taifa. All in all, tuwaombee warudi salama, waweze kukaa vizuri. Kwa Simba sasa hivi wanapaswa kujua Hussein Abel anaanza kukaa wapi, kwa sababu Hussein Abel ni goalkeeper ambaye yupo muda mrefu, lakini amekuja Yakubu Suleiman amechukua nafasi mbele yake mara baada ya Musa Pinpin Kamara kuumia. Kwa sasa Hussein Abel anapaswa kuonyesha ubora wake. Tunafahamu ni mchezaji mzuri, lakini anapoteza confidence, kujiamini, lakini pia kutokupata mechi za kucheza, kwa maana match fitness, hata utimamu wake unaweza sio mzuri. Kwa hiyo ataanza kupimwa kwenye michuano ya Kombe la Mapinduzi ambao anaanza kushika kasi mwezi huu hapa wa Disemba. Sasa tusubiri kuona Hussein Abel na mwenzake Alexander bwa mdogo kutokea Sibabiu wataenda kufanya kitu gani cha ziada. Kwa ufahamu hilo bwana. Kwa upande wa timu ya taifa Tanzania tunakosa hao nyota wawili, Selemani Mwalimu pamoja na Yakubu Suleiman. Hawa wachezaji wawili pekee ndio ambao leo hii hawatacheza na watakuwa kwenye kikosi. Dua kwa timu ya taifa Tanzania, tuone wataenda kufanya nini kuhakikisha watupatia matokeo kwa siku leo. Kama sio matokeo wala usare. Na nikwambia hii AFCON imekuwa ngumu sana. Tumeona Kongo wamecheza hapa na Benin, mechi imeisha. Kongo ameshinda goli 1-0. Tumeona mechi nyingi jana, South Africa na Angola wameshinda goli 2-1. Tumeshuhudia hapa leo mechi zilivyokuwa. Sasa hivi Senegal anacheza na Botswana, mpaka sasa dakika zinaelekea 45, bado mambo ni mazito sana. Senegal wanafika kwenye lango la Botswana, lakini bado mambo yanakataa. Kwa hiyo timu zimejipanga, hakuna haja ya kujikatia tamaa kama timu ya taifa, hakuna haja ya kujiona hatutoshi. Lakini kuna timu ambazo zinafanya vizuri kama Komoro. Komoro waliwafanya kitu kibaya sana Morocco. Almanusura Morocco walale na viatu, lakini dakika za jioni Brahim Diaz pamoja na wenzake El Kaabi wanafunga magoli mawili, lakini tunaona namna ambavyo timu zinacheza kimikakati, zinacheza low block, lakini timu zinacheza kwa discipline hali ya juu sana. Tanzania, kwa nini na sisi tusionyeshe ubora wetu? Hata kama tutafungwa basi tutoke sare, hata kama sio kutoka sare basi tuonyeshe ukomavu. Kila mwaka sisi tunaenda kujaribu tu, walau awamu hii tukaonyeshe kilicho bora zaidi, na sisi pia tuwe miongoni mwa watu ambao wanapata walau credit, tunapata hata sifa zetu tukiwa kwenye hii michuano ya AFCON, michuano mikubwa sana 2025 pale nchini Morocco. Kwa hiyo tuwaombe dua Tanzania, lakini na wao pia watotoe kimasomaso, watufurahishe, kwa sababu tunatamani kufurahi, tunatamani kuenjoy, tunatamani kukosa michuano ya AFCON yote. Sio kwamba ni mchezo ambao labda ni wa leo tu, hapana. Yakubu Suleiman amepata majeraha ya goti na ni majeraha ambalo litamweka nje kwa muda kidogo. Hatacheza mchezo wote wa AFCON mpaka inaenda kutamatika kuanzia hii ya leo. Sasa ni pigo kwa timu ya taifa Tanzania, kwa sababu tayari Yakubu Suleiman amekuwa na experience kwa upande wa timu ya taifa ya Tanzania. Kwa sasa ndio goalkeeper namba 1, lakini pia ameonyesha ubora kwenye michuano ile ya CHAN. Tuliona ubora wake, sio? Kwa hiyo ni moja ya changamoto nyingine tena, lakini hata kwa Simba amekuwa ni goalkeeper namba 2 ukimwacha Musa Pinpin Kamara ambaye naye pia na majeraha, na unafahamu majeraha yake alimweka muda mrefu. Mwezi wa Januari mwishoni huenda akarejea, ama mwezi wa pili mwanzoni. Kwa hiyo Simba anakosa goalkeeper mzoefu, kwa maana sasa timu ya taifa goalkeeper ambaye leo ataenda kudaka ni Zuberi Foba. Zuberi Foba wa Azam FC ndo anaweza akaenda kuchukua nafasi leo ya Yakubu Suleiman akaenda kudaka, lakini taarifa ambazo unapaswa kufahamu ni kwamba Yakubu Suleiman anakosekana AFCON yote, kwa maana hatacheza mchezo hata mmoja katika michuano ya AFCON. On top of that, bana, taarifa ambazo zimepenyezewa pia, shirikisho la mpira Tanzania TFF imetoa taarifa kwamba Selemani Mwalimu pia amepata majeraha, na hivyo hata kuwepo katika mchezo wa leo, na pengine daktari anafanya uchunguzi tuone kama anaweza karejea haraka iwezekanavyo. Kwa wachezaji wawili wa Simba Sports Club wanapata majeraha na sasa ni majeruhi, hawatacheza katika mechi za mwanzo za AFCON. Sana Yakubu ndo atakosa AFCON yote. Hii Selemani Mwalimu atarejea mapema. Injury yake wanasema sio kubwa sana, lakini tunasubiria ripoti ya mwisho daktari anasema nini, kuona kama anaweza akarejea na kuonyesha ubora wao. Kwa hiyo mpaka sasa wachezaji wawili wa Simba wamekumbwa na majeraha, lakini pia Faisal Salum leo anakosekana kwa sababu alikuwa na kadi ya njano katika mchezo wa mwisho wa kufuzu AFCON. Kwa hiyo leo hatacheza, lakini mechi zinazofuata atacheza. Tanzania wanacheza na timu ya taifa Nigeria, lakini kwa kosa nyota kama hao, walau kwa upande wa Selemani Mwalimu kuna mtu kama Charles Mombwa, kuna Tarian Alarakia, kuna Mbwana Samata, kuna Kevin John, kuna kina Simon Msuva na wengine wanaweza wakafanya vizuri, lakini katika eneo la goalkeeping
lazima upate goalkeeper mwenye experience. Tunafahamu uwezo wa Zuberi Foba, lakini Foba anahitaji experience, na nafikiri kuanzia leo anaweza kaanza kujijenga na kujiimarisha, kujitengeneza yeye mwenyewe, kwa sababu lazima afanye hivyo. Unafahamu ya kwamba michuano ya AFCON mikubwa ina pressure yake, wanacheza na timu kubwa kama Nigeria. Timu imesheheni nyota wengi, kina Ademola Lookman, lakini pia kina Victor Osimhen na wengine wengi sana, kina Eze Chuku na wengine wengi ambao wana ubora mkubwa. Kwa hiyo tusubiri kuona itakuwa ni mechi ya namna gani kisema kweli. Kwa upande wa Simba wanapaswa kuwaombea wachezaji wao. Moja ya vitu ambavyo vinaumiza sana ni AFCON mara nyingi, na hii michuano yote kwa maana inaokuwa ya timu za taifa mara nyingi imekuwa na mwendelezo mbaya. Unaweza ukaona mchezaji yuko fiti kabisa, lakini anaenda kuumia huko, aidha anaumia mazoezini au anaumia kwenye mechi, lakini haikwepeki. Ndio hivyo, lazima uende ukapambania taifa. All in all, kutoka Dar es Salaam mpaka mtaa wa Viwanda hapa Shinyanga, unajisikiaje kuletewa gari kutoka PMbet mpaka hapa nyumbani? Nimeamini na kweli, kwa sababu gari hii hapa ninaiona. Kwa hiyo kinachoonekana mtandaoni sio ni uongo, ni kweli kabisa, watu tucheze. Mchezo gani pendwa sasa katika tovuti ya PMbet ambao umekupa huenda ushindi huu wa Toyota Harrier? Na nacheza sana Viator. Wewe pia unaweza kuwa mshindi kupitia michezo ya kasino ya mtandao ya PMbet. Tovuti ni pmbet.co.tz.